dume kabisa. Young Africans akiwa nyumbani dhidi ya Namungo anaibuka na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Namungo Football Club. Dakika 90, namna ambavyo umeupa jicho mchezo huo kiufundi unazungumza vipi? Kwanza Young Africans kwa Namungo ni mshale kwenye utosi. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea mimi nilikiona mapema. Namungo hata kama ingecheza miaka 6 na Yanga isingeshinda. Miaka 6. Kwa nini? Kwa sababu Yanga ukiwaangalia mpira kumalizika ni dakika 90. Lakini kwa namna ambavyo wamefahamu ligi imekuwa ni ngumu, inawezekana ikae na wakera washabiki, lakini kikubwa ambacho tukiangalia kulingana na ushindano wa mechi zilivyo ni kuweza kupata alama 3. Mimi nawapongeza Yanga kwa matumizi sahihi ya nafasi ambazo wameweza kuzitekeleza leo na kuweza kuzitumia, licha kuwa zimekuwa nyingine ambazo hawajaweza kuzitumia. Lakini kifupi ni kwamba tabia za kibingwa ndio hizi. Hakuna kitu kibaya kukaa kileleni kwa masaa, inauma sana. Kwa hiyo ni ujumbe tosha, kwa maana ya kwamba mtoto hataki kulala na chenji. Hiyo ndio maana halisi. Ubora wa Yanga unaendelea kuthibitika. Inawezekana ukawa unakwazika. Mimi niwaambie tu kwamba sio ukija uwanjani na mimi tutashinda tu kwa uwepesi unavyoweza wewe, hapana. Itakuwa sio ligi. Ligi lazima nayo wakuchape, ligi lazima nayo usakwe, lazima. Kwa katika hiki ambacho wamekifanya Young Africans, mimi naona licha ya kuwa mazongezonge mengi sana ambayo yanaendelea kwenye ligi mpaka hivi sasa, lakini naona kwamba Young Africans inathibitisha wazi inataka ubingwa wa mara ya 5, na niwaambie wana Yanga, ushindi ama ubingwa wa mara ya 5 ni muhimu mno sana, kwa sababu kama ingekuwa waamuzi ugumu, ukiangalia cha kwanza ni kwamba hatuna watu wa mpira wa kuamini kwamba timu inapaswa kuwa bingwa kulingana na ubora wake na sio mbeleko ya chuma. Kwa sababu ukiangalia namna ambavyo tukio la jana kwenye mechi ya Simba na Dodoma, ile ilikuwa ni Rose Muhando pua kabisa. Hakukuwa na penati. Eli Mpanzu alimwadaa mwamuzi kwenda kumrukia golikipa wa Dodoma. Unaelewa vizuri? Ya pili, kosa ambalo limefanyika, haiwezekani penati inapigwa, si ndio? Mwamuzi ni pigo huru la kutulia kuangalia nini ufanye. Unaruhusu filimbi, wachezaji wako kwenye box, mwamuzi ni muhimu kabisa hiyo. Lakini hata wamechambua nini? Mimi nakuelekeza mpira amechambua nani? Nisikie kwa ripoti zao ikiwa golikipa mwenyewe anakiri kwamba ni penalty. Nisikilize mimi. Wachezaji wa Tanzania ndio kwanza wanaoongoza. Kwa maana gani? Mtanzania anaweza akawa anadai maslahi yake kwa sababu ya pressure ya sababu mimi sidai. Unaelewa vizuri? Hapana. Ile ilikuwa sio penalty. Kaifuatilie vizuri. Kama umeangalia ligi ya mabingwa, sikiliza. Kuwa na mguso sio kila mguso ni penalty. Sawa? Sikiliza. Mimi nimewasikiza watu wote, nimeona ni urudi mtupu. Hakukuwa na penalty. Ile pressure Eli Mpanzu alianza yeye kumuzika, hakushikwa. Sawa? Yeye ameenda kumlalia golikipa wa Dodoma. Unaelewa vizuri? Sasa kulingana na pressure ya mwamuzi, kwa nini Simba hajapata goli? Akafunika. Katika kufunika akafanya madudu mengine. Ni mambo ya kiuni kabisa mwamuzi wetu. Ovyo sana. Kwa hiyo wanasema kulingana na pressure hii inayoiona kwa sasa, ligi msimu ni ngumu sana kwa Yanga. Yaani kama itatokea wanafanikiwa kuchukua ubingwa, wanapaswa kuwa na kitu kimoja zaidi, kwa sababu mambo yanaonekana wazi wazi. Mfano, na wakumbusha tena, mwezi wa 3 tarehe 5 Yanga ilikuwa na ratiba ngumu mno, si ndio? Simba imekuwa na ratiba ngumu. Na waulize nini hapa? Imekuwa ratiba ngumu Simba? Haijawa ratiba ngumu. Kwa nini? Maana yake kuna uchovu ulikuwa unatafutiwa kwa Yanga idondoshe alama mazima. Yaani mpaka Yanga inakuja kupoteza mechi na Dodoma, lakini mpango kazi ulikuwa umeshaandaa kitambo kwamba hawa wapoteza hata mechi 6. Kwa sababu it makes sense. Sawa? Back to back match. Yanga inakwenda kucheza mechi na TRA ndani ya saa 68. Unaelewa vizuri? Nini maana yake? Ndio maana nakwambia msimu huu ni mgumu.
sio saa 72, saa 68. Wai kwa Simba ilikuwa haipo hiyo kitu. Ndio maana naambia ni moja kati ya ushindani mkubwa tena wa wazi wazi. Wana Yanga wakitaka waupoteze ubingwa, kwa muono wangu mimi, wagawanyike, waanze kubeza wachezaji wao, waanze kubeza viongozi wao, yasio pambana. Wana Yanga ni moja kati ya watu ambao kuna muda wanakuwa na hasira za kipuuzi sana. Wao wanaamini wako sahihi. Hii nalisema popote, bwana Yanga yote aje na mchana live. Wanaamini wao wako sahihi, timu yao itaki kupoteza, timu yao mchezaji ataki. Haiwezekani. Matukio ya mistake kwa wachezaji yanatokea duniani kote. Kwa ikitokea umepoteza, si ndio? Kumbatia wachezaji wako, pambana nao, kwa sababu safari bado inaendelea, si ndio? Na ukiangalia sasa, wako baadhi ya wachezaji wa Yanga leo hii wanaishi na washabiki wa Yanga au wanachama kinafiki, wanashangilia naye kawaida, yani kwamba sasa fresh ni maisha ya mpira, sawa. Lakini sio fair. Bado ubingwa upo mikononi mwa Yanga Afrika mpaka dakika hii. Jana mtuhumiwa kapanda kizimbani, kashinda kesi, karudi mahakamani, yupo waabusu tena. Unaelewa vizuri? Kwa bado kesi ni mbichi. Si nyamba. Yeye ni mtuhumiwa, kapanda kizimbani, kashinda kesi moja, karudi rumande. Pressure iko wapi? Viongozi ligi kwa masaa yote utaka wewe. Pressure kivipi? Anampumulia nani? Wananchi. Asasi sio anampumulia. Lakini kama Simba anajipumulia yenyewe. Huo ndio uwaita, unampumulia Yanga ambayo akicheza kakuzidi alama 2. Yes. Ndio maana nikasema mpaka dakika hii Simba haijafikia ubora wa Yanga. Mpaka dakika hii. Wewe kama dua. Simba haijafikia ubora wa Yanga. Kwa nini? Takwimu ziko wazi. Kwa nini ukishinda wewe unaondoa baada ya masaa? Kwa nini? Alafu goli inakuwa alama 2 na umezidiwa goli 58 leo. Nazungumza hapa. Si ndio? Wana goli 58. Maana yake ni timu bora, imeruhusu goli zipatazo kama 8 Young Africans mpaka dakika hii. Lakini wana goli za kumwaga 50 plus. Chuma. Yes. Tunazungumzia Alan Okello Starboy. Yeah. Afunga kwenye mchezo wa 4 mfululizo. Ndio. Na katika hizo mechi amejijengea utaratibu wake wa kawaida. Anafunga goli 2. Mimi nadhani wachambuzi wa mihemko wa muombe radhi Alan Okello Starboy, mjukuu wa Yoweri Kaguta Museveni, anawaumbua vibaya mno. Mimi niliwaambia huyu mtoto nimemwona CHAN, huyu mtoto nimemwona AFCON, ni adaptation tu ya mazingira, ila kuna jambo ndani humo, na ndio maana hata kocha aliyepita hakumpotezea. Kuna mmoja akwambia huyu alikuwa achezi vizuri kimekwenda kirudi, lakini amepewa game time. Hapana, yule alikuwa afungi Alan Okello, lakini kuna vitu vya msingi anakupa. Unaelewa vizuri? Ninaheshimu sana ubora wa Chama, lakini katika hili no. Alan Okello Starboy hatari. Yule ni Mwalimu Nyerere wa usajili wa dirisha dogo. Nakwambia ana goli 11. Na hapa naanza kupata mashaka, hizi tuzo za kupeana hizi kama ajenda. Nimeshashtuka. Haiwezekani. Wewe katika msimu, katika mwezi umechukua tuzo za kumwaga. Kwa nini huyu mchezaji bora wa mwezi hapa anakuwa Alan Okello? Hii ni shanga kushtuka, ni ajenda inatengenezwa hii. Tayari. Hai make sense. Tuzo kila tuzo unachukua wewe, sawa? Mbona haui mchezaji bora wa mwezi? Maana mpaka dakika Alan Okello anadisema mpaka hivi sasa na kuja kupigana mahesabu kitu mwisho wa msimu. Kitu wapi funga magoli shekhe? Kitu wapi funga magoli hapa? Sawa? Na amecheza mechi chache kuliko Chama. Sio? Sipuuzi kwamba Chama sio mchezaji bora. Ila kwa sasa nilisema hata majuzi, Chama amezidiwa kitakwimu na Alan Okello. Hilo sio amri. Ni ukweli, kila mmoja ameona anafanya mambo makubwa. Alan Okello anachokifanya, Watanzania wanafurahi, Waganda wanafurahi. Taarifa ambayo imezipata, Museveni na enjoy pool. Ndio uhalisia. Na vyanzo vyangu, mmoja kati ya watu ambao wanipa taarifa kutoka Uganda ni pamoja na Jose Camilo. Sana na enjoy vibaya mno. Sana. Yaani Tanzania inafurahi, Uganda inafurahi. Alan Okello niwaombe msimpoteze mtoto. Bado familia ana. Msimpoteze mtoto Alan Okello. Ni burudani ya nchi. Alan Okello ni burudani Afrika Mashariki. Bado kinda miaka 18. Bado mtoto mdogo sana Alan Okello. Yaani Yanga inafurahi, Uganda inafurahi. Sio jambo la kucheka hilo. Wewe unamfanyia nani Alan Okello? Mimi naangalia kanisani.
Alan Okello sasa unamfanisha na nani? Tangazo la taifa libasegea, jifunze hapa. Huyo mwenzangu na mimi au unajifunze hapa. Huyo Chama mtu mzima mwenzangu ajifunze hapa. Wewe pata vizuri. Wote hao. Kuna mmoja huko kule hajawahi kufunga goli, yani kazibia na Kouma huyo hapo. Kouma ambaye apata nafasi. Hilo Wemba na goli ngapi ligi kuu? Naangalia huko. Mtajia. Mtajie. Hilo Wemba na goli ngapi ligi kuu? Lakini hawezi kucheza kama anavyocheza Wemba. Sawa, kwani kuja anachezaje Wemba? Wemba anafanya huyu dansi ya mpira. Sasa sikiliza, Wemba sio beki jamani. Anacheza Wemba ni kiungo mshambuliaji. Anacheza na pichi ya Kaspada. Wemba anahangaika acheze mpira shehe. Wemba anahangaika acheze mpira. Huo ndio uhalisia. Kama unabisha basi Wemba anaongoza kwa kuhangaika kuliko mchezaji. Wemba anaongoza kwa kuhangaika na kuna tuzo na toka. Huwa hakuna shida. Tumsifu Yesu Kristo.